tokea akashuka mbali, bado unaishi mteso wao anagana bado unaishi wewe umejikamanisha kwenye maombi. Sasa nikamwambia ninaishi ndio. Ulishakufa siku nyingi. Anasema ulishakufa siku nyingi, tarehe zako za kufa zilishapita. Sasa mimi nikashangaa nikasema nimekufaje huku naishi? Akasimama kaenda akiwa ananiangalia kinyume. Sasa mimi nimesimama nikamwangalia kama pesa pekee tarehe, lakini Yesu akamwambia akabadilisha. Yesu wako ataweka mtego, Yesu atakuvusha. Ongeza tena mida kubwa. Yaani alimwambia tukio limebaka kwa kumaliza. Ndio. Lakini anashangaa Yesu amekupigania. Ndio. Pale nikamwambia nashukuru kwa hilo, umeniweka chaji na kunijenga zaidi. Akaondoka. Sawa. Wapili akaniambia uko unakokwenda. Wapili tena? Yeah. Akaniambia uko unakokwenda ni mali unapoteza nauli na muda wako bure. Nikamwambia na wajengea barabara. Ukiona hapo juu kuna mambo yametinguka. Ukiona akianza kupiga kelele kia kimewaka. Wapigwe wabakizo hivyo. Ibada itaanza mapema. Saa 9 alasiri. Jumanne yote yaliyofichika kwa maombi ya Kurani yatafichuliwa. Matatizo yote sugu. Jumanne hii ni mwisho. Na kufika pana magari yanayoenda Mbezi ama yanayotoka Mbezi shuka Kimara Kigoni kwa Kurani Musa utakuwa umefika. Tokea mwanzo wa kufanya ambayo wanadamu wengine hawajawahi kufanya. Wanadamu wengine hawajawahi. Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Basi enendeni mkaihubiri Injili ulimwenguni pote. Tafadhali na kusihi usikose nafasi hii adimu ya kuihubiri habari njema ulimwenguni pote kwa kujiungamanisha na kuhani na mwalimu Musa Richard Mlacha. Amesimama juu ya kinara kuhubiria wafungwa kufunguliwa kwao, waliotekwa kuachiliwa kwao, kuhubiria wagonjwa kuponywa kwao, kuhubiri habari njema kwa kila kiumbe chini ya jua. Wote walioko upotevuni warejeshwe kwa Yesu. Sasa ni wakati wa kuambatana na mtu wa Mungu kwa sadaka yako ya vyombo, sadaka ya nadhiri kupitia M-Pesa namba 0755293078. Jina ni Musa Mwacha. Ama lipa namba ya Tigo Pesa 22876467. Jina Fresh Spring Fellowship Church Tanzania. Ama lipa namba ya M-Pesa 54249500. Jina Fresh Spring Fellowship Tanzania. Vile NMB Bank akaunti namba 2031005727. Jina Fresh Spring Fellowship. Ni zamu yako sasa kuhubiri habari njema. Sasa kwa huduma ya maombi na ushauri popote ulipo nchini Tanzania, unaweza kutupigia Ngome ya Yesu Call Center 0748774660. Kwa wale walioko nje ya nchi diaspora, tupigie ama ujumbe mfupi kupitia WhatsApp namba 0746583456. Tunao timu maalum ambayo inafanya kazi masaa 24. Yes. Ukipiga usiku, ukipiga mchana, kuna dharura yoyote itatufikia moja kwa moja ofisini. Amina. Na kuifanyia kazi moja kwa moja. Amina. Ngome Call Center. Tuko hewani saa 24 kukuhudumia. Na ni ruhusa kabisa kuamua kusimama na kucheza pamoja nao. Kwa sababu hujalipia kiingilio ili uje uangalie wachezaji huku pamoja na wewe
ukisikia ngoma unajua uko nyumbani na ni lazima uanze kutikisika, kwa sababu ni ukoo wa malaika kutoka mbinguni. Hebu turudie tena tuone watu. Nimeona mioyo inatikisika, lakini miili niliona kama imebanwa hivi. Mwili roho radhi, lakini mwili. Walio dhaifu waseme sisi tunazo nguvu nyingi. Tuendelee. Hebu tuachie kibao haraka. Kuhani Musa Richard Macha Yesu na mbinguni. Uinuliwe mfalme, uinuliwe Bwana, kwa ulioyatenda kwangu ni mema sana. Mimi pamoja na Kwani Msangi hapa tunasema makwani kwaya wazidi kubarikiwa sana, kwa kuwa ni kwaya yetu, sisi ni kwaya yetu hii ya makwani familia kabisa. Tukiwa familia ya makwani kwaya tunasema wazidi kubarikiwa kote kule waliko. Lakini kwa wewe ambaye umekuwa ukibarikiwa na kazi hizi, basi Mungu azidi kukubariki sana. Tumerejea tena hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe msikilizaji ambaye umekuwa ukitufuatilia, lakini nipitie ujumbe ambao nimeupata hapa kupitia 0761535151. Tokana na muda nitasoma chache tu, alafu baba tuendelea mwishoni. Nitakuja pia kuruhusu kuweza kusoma jumbe hizo tutakapopata nafasi. Sasa mimi naitwa Joseph, nakaa Kingurulwila, ninaumwa eneo la Nyonga. Nimeumwa tangu 2022, lakini kila nikienda hospitali tatizo halionekani. Kwa Yesu linaonekana. Tatizo dogo sana hili baba. Toka 2022. Achukue hatua. Afike hapa ofisini. Amina. Achukue hatua, afike ngomeni. Amina. Hiyo shida yako inaisha. Kabisa. Sawa baba, karibu sasa tuweze kuendelea kwa pale tulipokuwa tumeishia. Asante sana. Tulipata break fupi. Ndio baba. Ili kuzungumza ibada ambayo iko mbele yetu. Amina. Na kupata matangazo kidogo. Kabisa. Sababu ndio yanatufanya tukao hapa. Ndio. Lazima tuwape heshima yake. Kabisa. Unapokuwa unakuja tu unaongea wewe masaa yote unakuwa unakosea. Kabisa baba. Lazima umwachie Kwani Musa Richard Macha naye asikike. Ongeze nguvu kidogo. Kabisa. Wewe uweze kuingia redioni hapo unaongea muda wote wewe peke yako. Wewe tu. Weka matangazo kidogo. Jamani. Kama vile umjui Kwani Musa. Kama vile umjui Kwani Musa, unakuwa na maana gani sasa? Unaona bwana. Kwa hiyo lazima napotoa nafasi, ndio baba, kwamba nisikize matangazo. Ndio. Ina maana kwamba napokea nguvu fulani pale. Kabisa. Katika ulimwengu wa roho na ujua mimi mwenyewe. Amin. Ambaye tumepewa kijiti. Mwingine anaweza kusema kwamba huyu jamaa anajidai, hata kama anajidai. Hapa natafuta nguvu ya kuendelea kuhudumia watu wake. Amina. Ambao watakuja kuniona baada ya hapa. Amina. Basi tuendelee na somo letu. Amina baba. Vita ya adui wa ndani. Vita yenye lengo la kumtoa mtu katika uwepo wa Mungu. Kabisa. Na kusudi la Mungu. Sio adui wa nje, adui wa ndani. Wa ndani ndio kuna adui. Ndio mbaya zaidi. Huko nje hata wanijui. Ndani ya jiko. Ndio wanajua kabisa, yani mtu yote unakuta adui wake lazima anzie ndani. Kabisa. Yule anayemjua vizuri. Ndio. Umeona bwana? Amina baba. Adui wa ndani ndio mbaya kuliko wa nje. Amina. Wa nje ana shida. Amina. Kwa sababu wa nje atapata nguvu baada ya kusikia wa ndani anasemaje. Kimbilia kabisa. Maandiko menyewe. Kwamba mtu wa ndani. Amina. Ndio anakutafuna kwa kuona. Kabisa. Ila sasa ukitaka kujua kwamba kweli ni mbaya, utasikia paka nje ishafika. Fulani afai. Fulani kuja hapa atakutawala. Fulani kuja hapa. Jamani. Yesu anakuja kutawala. Kabisa. Sio mimi natawala na kiwiliwili hichi. Cha kipale hichi kiwiliwili hichi. Kila aleko ndani yangu. Ndio anafanya kazi hapa. Amina. Wewe kuja kushindana na mimi unashindana na Yesu wangu. Kabisa. Kwa hiyo jiangalie sasa usije kupata matatizo. Ukasema kwamba wataka kukwambia. Amina. Kabisa. Amina baba. Ndio.
Tusome Biblia. Tusome maandiko baba. Kutoka 2 mstari wa 13. Kutoka 2 mstari wa 3. 13 bwana. Mstari wa 13 shetani ashindwe. Maandiko matakatifu yanasema akatoka siku ya pili na tazama watu wawili wa Ebrania walikuwa wakipigana, akawaambiaje? Yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona mnapigana na mwenzako? Mnapigana na mwenzako? Amina. Mnazulumiana kabisa. Mnazulumiana kabisa. Lakini sasa wewe sijakudhulumu chochote. Kabisa. Unapigania nini? Ni kabisa. Tunapigania kupigania wewe mimi na wewe sababu ni kipi? Baba. Wewe ni mtangazaji, mimi ni kuhani. Wewe kuhani. Mimi tofauti. Kabisa. Sasa nikitoka hapa naenda usini kwangu. Kifanya kitoka hapa. Ndio. Kama kesho asubuhi kabisa kabisa. Yaani kungekuwa ni kwangu mimi singekuja hata baadaye hapa. Kabisa kabisa. Najua kwamba nishamaliza ratiba yangu imetoka na naendelea na ratiba zingine. Ndio maana nina ofisi. Kabisa kabisa. Nikitoka hapa naenda kule ofisini kwangu. Ndio. Nasubiri ambao sijaagana nao. Ndio. Sababu mbona pale naposubiri sijagana na mtu. Lakini Yesu anaambia huyu mtu ameshakuja ofisini, naomba muende mkamone. Mimi nalipo na kwa ni msa, unalipo na Mungu. Maana ni Mungu ananilipa. Vitu tofauti. Ananipa heshima nzuri. Amina. Kipawa changu lazima nikitetee. Amina. Kipawa cha kutetea wengine, maono. Adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Kabisa baba. Kitabu kimeandika sio mimi. Maandiko menyewe. Mwanzo 4 mstari wa 8 soma. Kitabu kile cha Mwanzo 4 mstari wa 8. Mstari wa 8. Maandiko matakatifu yanasema. Soma. Amina baba. Kaini akamwambia Habili. Akamwambiaje? Nduguye. Twende uwandani. Ndio. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili. Akamwambia nduguye, akamuua. Kabisa. Kwani umeua nimefanya nini mimi? Kabisa baba. Na mimi nimetumwa. Kabisa. Na mimi nimetumwa hapa. Si utende yaliyo mema tu. Unaponiona unanionea. Kabisa. Sijajiunda mimi, nimeundwa. Amina baba. Kibali kinaweza kukuletea maafa. Ndio. Au kifo. Kabisa. Kibali tulichopewa ni kweli kabisa. Kinaweza kukuletea kifo au maafa. Sio haya mbona yaona. Lakini kama huna Mungu sasa, lazima ukumalize. Kibali kinaweza kukuletea maafa kabisa au kifo. Amina baba. Adui anayekuondoa anayekuondoa kwenye baraka zako. Ndio. Sio mtu mzuri sana. Kabisa. Mwanzo 27 mstari wa kwanza. Kitabu kile cha Mwanzo 27 mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema. Mbaya sana wewe. Amina. Soma. Ikawa Isaka alipokuwa mzee, ndio, na macho yake yamepofuka asione, akamuita Esau. Mwanae mkubwa. Ndio. Akamwambia mwanangu. Akamwambiaje? Naye akamuitikia mimi hapa. 2. Akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee. Wala sijui siku ya kufa kwangu. Na sijui nakufa lini. Ndiyo, basi nakuomba chukua mata yako, pondo yako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo. Uniwindie mawindo uniletee hapa. Ndiyo. Yesu kanituma hapa nimchukulie mawindo. Kabisa. Kanituma hapa. Ndiyo. Yeye kashakuwa mzee anaambia sasa nakutuma wewe. Kabisa. Mawindo. Ndiyo. Kwa nini anatuma mimi? Nenda kanitema mawindo pale Morogoro. Kabisa. Sasa unakuja unaweka ukuta. Unakuja unaweka mpaka. Wewe. Lazima nikukanyage pale. Kitakulamba. Lazima leo nipate mabawa ya tai niruke nayo. Sababu chini naona unanionea. Sasa ngoja niende juu sasa. Kitamlamba mtu leo. Kitamlamba mtu leo. Kiamuta mlamba mtu. Kwa imani hapo ndani. Yaani mimi nafurahi sana kujiunga na ngomeni. Amina baba. Yaani na amani sana. Sababu nadiki na wale wote ambao wako kinyume na mimi. Amina baba. Adui mtu mmoja basi. Kabisa. Adui aliyetumwa kukupinga. Yupo adui aliyetumwa kukupinga. Yaani wewe ametumwa maalum kwamba akupinge. Ashindwe. Adui aliyetumwa kwaje? Kukupinga. Yaani ametumwa kukupinga tu. Kabisa. Halikubaliana na jambo lako hata moja. Hawezi. Hesabu. Kitabu kile cha Hesabu 16. Hesabu 16 mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema,
Basi Kola mwana Ishari mwana Kohasi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Dasani na Abilam wana wa Eliabu na Oni mwana wa Pelethi waliokuwa wana wa Leobeni. Nikaokoa kabisa hapo, nikaokoa kubwa tu hapo. 2 Endelea. Pamoja na watu kaza wa kaza na wana wa Israeli watu 250 wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Tutoke hapo inatosha. Tutoke hapo. Tuje hapa sasa. Nakwambia kwamba mafuta matakatifu na chumvi kutoka Israeli, kwa sababu ile chumvi lazima ichanganywe na vifaa vitakatifu kabisa, na ile itachanganywa na mafuta matakatifu. Ndio maana unaambia itakuwa chumvi ya moto. Ndio maana unaambiwa ya mangi na ya baharini sio sawa na hii. Amina. Kwa hiyo kuna kitu kitamixiwa na ile chumvi ambayo imetoka Israeli. Amina. Na nafikiri kwamba huwa ni mafuta matakatifu kutoka Israeli na chumvi kabisa, kwa ajili ya kuondoa laana kabisa ya baba na mama kabisa katika ukoo wangu, katika cheo cha shetani. Amina. Leo naenda kukanyaga baba. Leo hiyo. Amina. Umeona Amina. Shetani na cheo cha baba. Shetani na cheo cha baba vile. Sababu sasa hapa tulikuwa tulikia baadhi ya mama. Ndio. Na baba naye yupo kabisa. Sababu yeye ndo anahakisha kwamba wewe unapatikana. Amina baba. Unaelewa? Kabisa. Ndio maana damu nyeupe inageuka inakuwa mtoto. Sasa bila baba mama hawezi kupata chochote. Hawezi. Sasa lazima hao watu tuwaweke sehemu moja ili waweze kutusaidia. Amina. Kwa hiyo lazima tujue kwamba tunapokwenda pale pamoja ni wakati wa uzao, ndio ambao umekaa miezi 9 tumboni kwa mama yako. Kabisa. Lazima tujue kwamba nani alileta uzao. Ndio. Ni Mungu ambaye amemtumia jinsia ya kiume. Amina. Ili iweze kukutana na mayai na kufanya jambo moja. Amina. Umeona bwana? Amina baba. Ukiangalia sasa katika maandiko kutokana na muda. Kutokana na maandiko yanakuambia yeye aliye na akili ahesabu za mnyama huyu. Kabisa. Na hesabu hiyo yake ni 666. Ni hesabu za kibinadamu. Hii ndio hesabu za kibinadamu ambao Adamu alinyang'anywa na shetani. Ndio maana shetani anasumbua mpaka leo. Ndio. Sasa ukiangalia 6 ya kwanza ile ndio ni kwamba Kristo alizaliwa saa 6, alikufa saa 6 mchana, alifuka saa 6 usiku, akamnyang'anya yule Adamu. Kabisa. Akamnyang'anya sana, akaondoka naye sasa mpaka leo. Ndio. Anasumbua watu, mara anachukua huyu, anafanya hivi, anafanya hivi. Yote hii namba hii. Kabisa. Ndio maana tunaambiwa 9 na 6 ni namba pacha. Kabisa. Kwa hiyo kama Mungu alikuumba baada ya siku 6, ndio ya 7 akapumzika. Kabisa. Na kwa nini unakaa kwa mama miezi 9? Kabisa. Ni kwamba pale ni kaongeza 3 ambao ni uumbaji, ukombozi na ufufuo. Kabisa. Ndio inakuja hiyo miezi 9 tumboni kwa mama. Kabisa. Kwa lazima tujue hii kitu inatuhusu wote. Amina. Tuna kitu ambacho tunakisema hapa kwamba hata jana usiku nikizungumza hapa. Amina. Akili ziko za aina nyingi. Zipo. Kuna akili iliyotiwa unajisi. Alafu kuna akili ya kumtafuta Mungu. Amina baba. Alafu kuna akili ya kumwimbia Mungu. Kabisa. Alafu kuna akili ya ujenzi wa kanisa la Mungu. Kabisa. Sawa? Kabisa baba. Alafu kuna akili zisizofaa na sio nzuri. Asi ya Biblia hapa. Nimeipenda. Alafu kuna akili zenye hekima. Amina. Zote hizo ni akili. Amina. Nifundishe jana usiku. Kabisa. Sitaingia huko sana sababu tayari mambo yanakwenda vizuri. Kabisa. Kila jambo la muhimu ambalo nasema ndio kwamba tuangalie chumvi ya leo. Kabisa. Unakwenda kuikanyaga. Amina. Inatoka wapi? Kabisa. Marko. Kitabu kile cha Marko 9. Marko 9 mstari wa 49 mpaka 50. Amina. Tutakwenda kusoma kitabu kile. Tuangalie chumvi ambayo tunakwenda kuikanyaga leo. Kwa nini inaitwa chumvi? Twende kazi. Marko 9 mstari wa 50. Kuanzia 49 mpaka 50 kwanza. Kuanzia 49 mpaka 50 maandiko matakatifu yanasema. Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Hapo. Amina. Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa nini? Kwa moto. Chumvi ya moto ndio ya leo tunayoipata pale. Ndio. Tunakuikanyaga kwa sababu tayari itakuwa ina moto. Kwa hiyo kama una kansa, ndio, una pressure, ndio, una HIV,
una kisukari, ndio, una tezi dume, kabisa, una kifafa, ndio, una uchawi, ndio, una ushirikina, ndio, una uganga, ndio, una mizimu, una mapepo, kabisa, una kila kitu. Kila kitu. Twende pale. Kabisa kabisa. Ukakanyage. Amina. Kanyaga. Hii chumvi ya moto lazima ikafanye jambo. Kabisa. Chumvi ni njema. Chumvi ni njema. Lakini chumvi ikiwa si chumvi tena. Sasa wewe chumvi kishakuwa chumvi tena. Mtatia nini ikolee? Kitu gani mtatia ikolee? Kwa sababu chumvi ukishaweka kizidi, ndio, ukiongeza ndio inazidi kuwa kabisa kabisa kabisa. Ukikama ndio kabisa unaharibu. Kabisa kabisa. Sababu ukikeka ndio inakulea zaidi. Kabisa. Ndio maana inaitwa chumvi, inaleta ladha. Kabisa. Unaweza kupika chakula. Ndio. Unajua kabisa hapa mbona chumvi hakuna. Ndio. Unaweza kupika chakula unakuta unasema kabisa ubaba leo mbona huna mafuta. Lakini ukiambiwa kwamba tumia tu njoo kuna chumvi kukanyaga. Hawana chumvi kila siku. Kabisa. Wewe chumvi mwenyewe mwili unayo, unijua kama una chumvi. Ushaye kukula paja chako kwa nini nani? Sina chumvi. Kabisa. Sasa labda chumvi hiyo ishalongwa. Kabisa. Njoo chukua sasa ya kitakatifu ili uweze kupataje? Ili uweze kupata chochote ambacho kinaendelea pale. Kabisa kabisa. Kwa hiyo Yesu atusaidie sana. Kwamba chumvi ya leo ambayo tunaenda kukanyaga tusichukue kama ile nani ile kwa mangi. Kabisa. Umaliza? Hapana baba. Endelea. Muwe na chumvi ndani yenu. Tuwe na chumvi ndani yetu. Yaani ndani ya mwili. Kabisa. Unapokanyaga ile chumvi leo, inaingia mpaka mwilini. Inaingia mpaka kwenye damu. Amina. Mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Tukakae kwa amani madhabahuni hapa. Kabisa kabisa. Tukakae kwa amani hapa redioni. Amina. Kwani inakuwa tofauti? Kabisa. Hata chumvi. Ndio. Baada ya leo chumvi Yesu anakupa. Tuzulie ibada. Ili uweze kufanya hata kama hujapata nafasi ya kwenda, yapatanisha na redio. Amina. Yapatanisha na TV. Amina. Yapatanisha na sadaka yako. Amina baba. Tuma madhabahuni. Amina. Yesu wako ni Musa alimwacha hana ubali. Amina. Nimemaliza baba. Nimemaliza. Rudia tena vizuri. Amina. Kuanzia 50 au 49. 49. Hii ndio vizuri. Amina baba. Maandiko matakatifu yanasema katika kitabu cha Marko 9:49 kuanzia 49 mpaka 50. Maandiko yanasema kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Sio mtu mmoja. Kabisa. Kila mtu. Na sio kwa kikundi. Kabisa. Kila mtu. Chukua hatua. Sasa unakuja kumbana na mimi kama huna chumvi unajisumbua. Mimi chumvi tayari ninayo na bado ninaenda kuongezea tena leo. Wewe ambao hujapata chumvi, twende ukapate chumvi. Kila mtu, sio kwa pamoja, kila mtu. Lakini tutakutana sehemu moja. Lakini kila mtu. Umetoka nyumbani kwako peke yako. Amina baba. Kwani unachanganya na mimi? Amina. Ukichanganya na mimi unakosea. Na kwanza ukitaka kugombana na mimi au unataka kubishana na mimi katika utumishi wako, ndio anza kwanza na ukoo wako. Amina. Yaani kabisa hata kwa Musa huwa anazungumza kwamba Mungu kwa sababu kwamba unataka kushindana na mimi unajisumbua, hebu anza kwanza na ukoo wako. Amina. Kisha ndio uje kwangu. Amina baba. Sababu najua kabisa ukoo wako wewe mwenyewe haukuelewi una madudu. Sasa mimi utaendelewa vipi? Kabisa. Kwa hiyo tunatakiwa kwamba tushuke kwanza na cause zetu. Upande wako na upande wa mama. Ili waache uchawi, waache ushirikina, waache yale wanayofanya. Na wewe umeshamjua Mungu, umeshakuwa kuhani. Kabisa. Peleka neno la Mungu. Amina. Ndio maana mimi hata familia yangu nimeiambia. Ndio. Kwamba hata siku nadondoka, mimi nakuja kama wageni. Unakuwa mwazi. Kabisa. Ukificha, utakuja kuona mwili wako na umasi wako unaanza kusumbua mara umetupa huku, mara mwingine atakaguu mwenye mkono. Biashara hiyo haipo. Kabisa. Lazima ninapokufa nizikwe kikuhani. Amina. Na masharti. Kabisa. Kuja kunishia udongo wakati nimemaliza kazi yangu na kesha unaombea watu na hudumia watu au vishwe suti ya nini vishwa yoho. Amina. Yoho ndio ambayo itakuwa nifukiwe nalo kabisa. Ndio. Sasa unakuja kunizika kwa ajabu rafiki yangu, maana yake ni unakuja unazika na jeneza jeusi, maana yake ni jekundu, maana yake ni mbaya sana. La kijivu maana yake ni mbaya sana. Jeneza jeupe ushindi. Amina. Jeneza jeupe ni ushindi. Amina. Na hii watu waelewe kwamba kufa kuko pale. Upinge ugombane na mtu, fanya hivi, kufa utakufa tu. Amina. Na mbaya ni ile ambayo unatanguliza mwenzako afu unabaki. Kabisa. Ni kwamba siku ya mwisho utasema yote. Amina. Sasa wanasemaga yote. Kabisa. Unasema mwishoni wakati muda ushafika, Israeli ishakuja. Ondoka tu. Mbona unaambiwa kwamba hapa kuna ukolewa, njoo uokoke. Njoo tubu, utaki. Kabisa. Sasa umefika mwisho unasema nikine mchungaji yuko hapa kama wewe. Nenda, kawasalimie huko.
Chumvi ni njema. Lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtatia nini ikolee? Kabisa. Chumvi kishajaribu. Ndio. Mtatia nini tena ikolee? Amina. Kwa hiyo kama una huduma yako. Ndio. Usijaribu kabisa kwa kuwafuatilia watu. Amina. Ukiharibu, ndio Mungu atakuuliza kabisa. Chumvi nilikupa, ndio nikakwambia ni ya kwako. Kabisa. Mbona umegewa paka umeharibu kazi yangu? Kabisa. Unafanyaje tena? Lazima uwe mvumilivu. Amina. Lazima uwe na uaminifu. Amina. Lazima uwe na utulivu. Amina. Ndio utaweza kufanya huduma hizi ambazo tunafanya. Amina. Lakini kama hauna uvumilivu inakuwa shida. Muwe na chumvi ndani yenu. Tuwe na chumvi ndani yetu, yani ndani ya mwili, sio nje ya mwili. Amina. Ndani ya mwili. Amina. Uwe na chumvi ndani yetu. Kabisa. Yani kila mtu ambaye ameumbwa na Mungu awe na chumvi. Kabisa. Ndio maana ndio agano. Amina. Huu ni mwezi wa 9. Amina baba. Kama hauna agano na Mungu, bado wewe unazaliwa hauna chumvi. Bado. Sasa leo Yesu anakuita, njoo chukua chumvi kwa sababu ulisaulika. Amina. Au wakati unazaliwa kuna mtu alikupokea chumvi yako akaitoa. Kabisa. Mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Mkakae kwa amani. Ninyi kwa ninyi. Amina. Sio sisi kwa sisi, ninyi kwa ninyi. Haya maneno yana maana sana. Amina baba. Haya maneno yana maana sana. Na lazima tufanyeje? Lazima tuyafuatilie. Amina. Tunde pale mtao tena cha mambo ya Walawi, sababu nazungumzia chumvi. Tushasoma lakini turudie tena. Ndio baba. Mambo ya Walawi 2:13. 2:13 maandiko matakatifu yanasema amina. Tena kila toleo la sadaka yako ya unga utaitia chumvi. Kila sadaka yako ya toleo la unga utaitia nini? Chumvi. Utaitia chumvi. Wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano. Chumvi ya nini? Agano. Agano. Hiyo ndio ibada ya leo. Amina. Hapo sina cha kuongeza mimi. Amina baba. Mama. Amina. Unajua hakuna kitu kizuri kama mtu anaipenda kazi yako. Amina baba. Hamna kitu kizuri kama mtu anapenda huduma yako. Kabisa. Mwana bwana. Sasa mimi nitarudia ratiba yangu ya huduma kwa sababu kuna wengine huwa hawaisomi wakija. Amina. Sasa mimi ndio katoa kwa kuisoma kwa sababu inanihusu mimi. Unaona bwana? Amina baba. Wengine huwa wanaipita tu. Wanaona kama rubbish haina kazi yote. Lakini hii ndio Yesu ameiandika. Amina. Na lazima tuifuate. Kabisa. Umeona bwana? Amina baba. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Amina baba. Naonana na watu. Amina. Naonana na nani? Watu. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi na kwa redioni. Lakini kwa vipindi tofauti. Amina. Umeona? Amina. Siku za Jumatatu ndio mpaka Jumamosi kabisa. Siku 3 tu ndio siku kwenye mkesha kabisa. Ina maana kwamba Jumanne, Ijumaa na Jumapili na kwa siku kwenye mkesha kabisa. Lakini siku muda mwingine wote ni kwenye mkesha. Amina. Umeelewa? Kabisa baba. Saa 3 Jumatatu mpaka Ijumaa. Ndio. Na kuepa mpaka saa 5. Kuanzia saa 3. Kuanzia saa 3 mpaka saa 5. Amina. Kuna na watu. Ndio. Jumatatu na Alhamisi hiyo mpaka saa 2 usiku kwa saa 5. Amina. Ila siku zingine zote hizi kuacha Jumapili ndio ni saa 5 mpaka saa 10. Mpaka saa 10. Kwa sababu na majukumu mbele yake hapo. Amina. Jumamosi na Jumatano ndipo na ibada maalum na wale watu ambao wameamua kunifuata kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Maombezi hayo baba. Umeona bwana? Na shuhuda zinakuja nyingi kabisa. Sababu mara ya kwanza siku ya Jumatano nilipoanza ndio nilipata watu 10. Ndio. Siku ya pili ambayo Jumamosi nilipata watu 20. Kabisa ni zaidi. Tunapoendelea ndio kanisa linapatikana. Linapatikana. Kanisa kubwa tu. Amina. Ambayo Mungu ataleta. Kabisa. Mungu atasababisha. Kabisa. Kwa hiyo ndio ratiba yangu. Hata kama hujasikia mwingine akisoma, mimi nimeisoma mara nyingi. Amina. Ukiona kama hujaelewa, piga simu namba 0712 369796. Niambie. Amina. Kwamba sijaelewa hapo kwanza, hapo unielekeze. Amina baba. Hii ibada iko Ngomeni au iko hapo kwenye radio yako unayohubiri? Kabisa. Hii iko hapa radio mpendwa. Amina. Ya Ngomeni ni leo iko pale. Ipo. Ila ile baada ya kusikiza ya leo katika Ngomeni, kesho ndio sikiza na ya kwangu. Amina. Inawezekana kwamba labda hujapata nafasi ya kusikiza ile ibada kule. Ukaja hapa ukafanya ibada hii
ambayo ikakupa mwongozo. Amina. Kuhusu ibada ya Ijumaa inayokuja. Kama ibada leo itatamka ibada ya Ijumaa inakuja ni ibada gani? Tunaweza tukaifanya hiyo kwanza wakati tunasubiri kwamba ifike Ijumaa. Kwa hiyo unajikuta unapata kila wakati ibada ambazo zinakusaidia kutoka ngomeni bila kusubiri paka mwaliko. Kabisa. Mwaliko ni mbali. Leo usipotokea paka mwezi 12 inakuwa ni shida. Kabisa. Kwa hiyo yote hata kama itatokea mwaliko paka katikati, ndugu zangu ambao mnanisikiliza. Ndio. Muamini kabisa kwamba Christmas ambayo ni Christmas. Ndio. Tuna safari kubwa sana ya kuelekea huko. Amina. Na maandalizi yameshaanza. Amina. Na ratiba na msubiri Yesu anipe ili niweze kukutangazia. Kabisa. Kwamba hata kama itatokea katikati ya miezi iliyobaki ambao ni mwaliko, lakini Christmas hiyo sio haina shida, hiyo ishapangwa kabisa. Kabisa. Kwamba lazima tuende tena pale kwa pamoja. Ndio maana naamua tuwe kwa pamoja katika ibada hizi ili tuweke mambo yetu vizuri. Ili inapofika tarehe tu ile sisi ni kupanda 25 tuko pale tunazile ibada, tunatoka zetu pale tunarudi zetu wapi? Morogoro, tunaendelea kukula maisha. Kabisa. Yaani mwezi 12 unajua kabisa ile safari ipo. Ukishindwa kwenda hizo katikati ambazo labda baba atatoa, wewe tujitahidi. Ndio. Na vile vile utakaposikia. Amina. Ila lazima nizungumze kama kuhani. Utasikia kwamba kuna mkesha Dar es Salaam, labda Kigamboni, Temeke. Ndio. Sema ambazo zimebaki. Ukisikia tu kuna tangazo linatoka kwa Musa hizi mwacha kusimikisha ile. Na wewe upo. Kabisa. Lazima tuondoke hapa mimi na wewe. Lazima tuende. Siwezi kukaa hapa mkesha kule unaendelea. Kabisa. Sasa ndio peke yangu wakati wewe ni mwenzangu. Amina. Lazima nikubebe kama nakubebaga. Lazima. Kwa hiyo mkesha wote ambao unafanyika Ngomeni ambao unahusu mimi niende na wewe nikikupa taarifa, nipo ushirikiano. Kabisa. Twende turudi. Amina. Sababu ile ndio inafungua watu. Inawezekana kwamba unakuja nyumbani kwako, unafanya maombi, unatumia baba kiroho, lakini ufunguliwe. Lakini utakwenda katika mkesha ule nje ya uwanja, unaweza kwenda kufunguliwa. Kama umekwenda kanisani hujafunguliwa. Na mkesha wote umechenga yote mitatu. Lakini utaposikia ya uwanjani, tunakodi tena posta, tunakwenda tena. Tukishaenda tena tukifanya nani mkesha wetu, tunatoka tena pale tunarudi wapi? Morogoro. Lazima Mungu atuletee jambo. Amina. Basi baada ya kuzungumza hayo, naona kwamba muda wetu unakwenda. Ndio. Nitawaomba wote ambao wanataka kuja katika ofisi yangu leo. Amina. Waje kabla ya saa 10. Amina. Kwa sababu saa 10 napenda sana mtu anayefuata ratiba. Amina. Sababu siwezi kuwa kwenye ibada ukapiga simu nikapokea. Kabisa. Na mimi sitaki kukuuzi msikilizaji wangu. Kabisa. Sababu najua mimi nimekuja kwa ajili yako. Lakini unapotoka nje ya draft, lazima na mimi niwe tofauti kidogo na wewe. Amina. Kwa hiyo ninapokuambia kwamba saa 10 nafunga huduma, na maana kwamba naingia kwenye ibada na mimi kama wewe. Amina. Tusikize makao makuu atuambiaje, na nipate package ya kuja kukuambia kesho yako unapokuja kuniona. Amina. Kwamba nikikwambia kwamba ulisikia kwa nini anasema hivi, nasema kwa kweli hata mimi nilisikia. Na mimi nilisikia hata kwa sababu hata mimi nilinyongesha kwa nini kwenye ibada hii. Kwa hiyo unanipa na mimi moyo kwamba kumbe wote tutasikiliza kule ibada. Na ndio maana kama ile ratiba kwamba sitafanya kama nilikuwa nafanya miezi 4 iliyopita. Sababu huu mimi na mwezi wa 5 sasa. Nimekuja kwa mwezi wa 5, wa 6, wa 7, wa 8, wa 9. Nina mwezi wa 5. Amina. Kwa hiyo nafikiri kwamba sasa hivi naenda viwango vingine. Amina. Kwa lazima niwe na ratiba ya kumsikiza Mungu. Amina. Basi baada ya kuzungumza hayo, nataka niombe. Amina. Alafu vile vile bado nawatakia ibada njema na watu wajiunganishe na ibada ile. Kama una kadi ya partnership endelea kupunguza, sababu ndipo ufunguliwapo ulipo, na ni akili moja wapo